Habari, mimi naitwa Kiof. Kuna mtu anasema, brother Shalom, naomba kufahamu kwa nini Yesu alifananishwa na Musa na Elia. Asante sana kwa swali lako. Of course, Yesu alifananishwa na Musa na Elia. Hata nafikiri Yesu alipokuwa anawauliza wanafunzi wake kwamba watu wananena ya kuwa mimi ni nani, walimwambia kwamba wengine unena kwamba wewe ni Musa, wengine wewe ni Elia, wengine wewe ni miongoni mwa manabii walikuwa kwa zamani. Kwa hiyo kwa nini sasa watu walikuwa wanamfananisha Yesu na Musa pamoja na Elia? Tufahamu kwa nini ilikuwa hivyo. Ukisoma kwenye Biblia kuna baadhi ya mambo ambayo unaweza kusema kwamba labda ndio maana walikuwa wanamfananisha. Kwa nini Yesu walikuwa wanamfananisha na Musa na Elia? Ukisoma kwenye Agano la Kale utagundua kwamba Musa aliwakilisha sheria, Torati, maandiko ya Mungu yaliyoleta kutoka mlima Sinai, lakini Elia anawakilisha manabii waliotoa unabii kuhusu ujio wa Yesu. Kwa hiyo Yesu alipoonekana pamoja nao katika mlima kuna kugeuka sura kwenye kitabu cha Mathayo sura 17:1-5 ilikuwa ni ishara ya kwamba Yesu ndiye utimilifu kwa sheria na manabii. Kusoma kitabu cha Mathayo 5:17, sikuja kuvunja sheria wala manabii bali kuitimiza. Lakini wote hawa Musa na Elia walikuwa viongozi waliotumika sana. Musa aliongoza watu wa Mungu kutoka utumwani Misri. Elia aliwaongoza watu wamrudie Mungu katika kizazi kilichopotoka. Yesu naye alikuja kuwakomboa watu wote kutoka utumwani mwa dhambi. Kwa hiyo hayo mazingira ndio maana watu walikuwa wanamfananisha Yesu na hao. Hata hivyo huduma zao zote zilikuwa zinaelezea kwa habari ya wokovu na uongozi wa kiroho. Elia ilikuwa hivyo, Musa ilikuwa hivyo, na kadhalika Yesu alikuja duniani kwa ajili ya kuokoa wanadamu. Wote walipata ufunuo wa Mungu katika mlima. Musa alipokea amri 10 katika mlima wa Sinai. Elia alikutana na sauti ndogo ya utulivu ya Mungu katika mlima Horebu, lakini Yesu aligeuka sura katika mlima akionyesha utukufu wa Mungu. Mlima unakuwa ishara ya uwepo wa Mungu na ufunuo wa kiungu, naweza kusema hivyo. Lakini wote walifanya miujiza mikubwa. Musa aligawanya bahari ya Shamu, Elia alitoa moto kutoka mbinguni, Yesu alifufua wafu, akatembea juu ya maji, alifanya miujiza mingi. Miujiza inaonyesha nguvu ya Mungu inayoonekana kwa watu wake. Watu wote walitabiri ujio wa Kristo Yesu. Musa alisema kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati 18:5, Bwana Mungu wako atakutokezea nabii kama mimi. Hicho ndicho ambacho kinawasababisha. Lakini Elia kwenye Malaki 4:5 alisema hivi, Elia alitabiri kurudi kabla ya siku kuu ya Bwana, jambo hili lililohimizwa kwa huduma ya Yohana Mbatizaji. Mungu mwenyewe alituonyesha tofauti katika tukio la kugeuka sura. Sauti kutoka mbinguni ilisema, huyu ni mwanangu mpendwa, msikieni yeye. Kusoma kitabu cha Mathayo 17:5. Hapo Mungu aliwaonyesha wanafunzi kwamba ingekuwa Musa au Elia walikuwa watumishi wakuu, Yesu ndiye wa kusikilizwa zaidi, kwa maana yeye ndiye mwana wa Mungu, si mtumishi tu. Hicho ndicho ambacho mimi nimekipata baada ya kusoma Biblia na kutafuta kuhusiana na kwa nini watu wanamfananisha Yesu na Musa na Elia. Kama una chochote, karibu, nitafurahi sana kupata maoni yako, na Mungu wa mbinguni akubariki sana.